tunakabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi kuhakikisha tunapanda miti 430 katika kata ya Njombe mjini. Lakini kwa wakati mwingine kwa usafi wa mazingira, tumefanya usafi wa mazingira kwa mwaka huu kama unavyosikia na kama unavyoona. Tulikuwa wote Dodoma, mtaa wetu wa Sido ulibuka kidedea na tukapata ushindi kitaifa kwa habari ya usafi. Ulikuwa ni kuzalisha na kuanzisha kuzalisha mbolea ya mbochi, ambao mpango kazi huu bado tunaendelea nao. Mpango kazi mwingine wa mwaka 24-25 kwa kata ya Njombe mjini, tulielekezwa na mkurugenzi tuhakikishe kata ya Njombe mjini tunakusanya mapato. Kwa hiyo sisi kama kamaka tukiongozwa na mheshimiwa wetu diwani tumejipangia kwa mwaka 24-25 kila mtaa utakusanya milioni 5, na kule kwenye mitaa mapato yanakusanywa na anaenda halmashauri. Mpango kazi mwingine kwamba kuhakikisha watumishi wote wa Njombe mjini, wataalamu na watendaji, tunatekeleza vizuri mpango wa PEPMIS ambao ni mpango ambao unatakiwa kila mtumishi ahakikisha anafanya kazi kwa weledi na kwa uhakika ili aweze kusomeka vizuri kwenye mfumo kwamba anafanya kazi. Mpango kazi mwingine wa 24-25 ilikuwa ni kutokomeza udumavu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tumehakikisha Njombe mjini tunafanya kampeni mbalimbali kuhakikisha udumavu unatokomea kabisa. Kampeni ya mwisho ilikuwa ni ya kugawa mayai. Tulitembea kata nzima kuhakikisha tunagawa mayai kwa watoto wa chini wa umri ya miaka 5 na akina mama wajawazito. Na kampeni itakayofuata sasa, tuna mpango wa kugawa maziwa kila kaya lita 1. Maziwa! Baada ya kugawa maziwa lita 1, tuna mpango sasa kuhakikisha Njombe tuna uhaba wa vyakula, nyama hadi protini. Tutafanya nyama choma pale soko kuu, itaitwa nyama choma Njombe Festival. Watu wote tutachoma nyama na tutakula bure nyama. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mpango kazi mwingine ni ulinzi na usalama. Haya yote yametekelezwa kwa mwaka 24-25. Ulinzi na usalama kwa kata ya Njombe mjini, wataalamu ngazi ya kata, watendaji, wenye viti, tuhakikisha kila mtaa una vikundi 12 ambao wanatembea usiku na mchana kuhakikisha kata ya Njombe mjini iko salama. Na wananchi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wanachanga 1000 kila kaya kuhakikisha kwamba Njombe iko salama. Na shahidi mkubwa kabisa ni OCD ambaye amefika hapa, anajua kabisa kweli Njombe kata ya Njombe mjini tuko vizuri. Jamani, makofi kidogo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, katika swala zima la usimamizi wa shughuli za maendeleo, Mheshimiwa Rais ameleta pesa nyingi sana kwa kata ya Njombe mjini, lakini mkurugenzi wetu na halmashauri imeleta fedha nyingi sana. Tumesimamia ujenzi wa miundombinu mbalimbali. Mfano mzuri kabisa, Mabatini sekondari mwaka jana tulitoa fedha nyingi za kujenga madarasa 7, lakini tumekamilisha ujenzi wa zahanati ya Kihesa, lakini tumekamilisha ujenzi wa madarasa pale Mbera sekondari, Sabasaba sekondari, lakini tunaendelea. Kamaka ya juzi tumekubaliana tunaanza ujenzi wa sekondari ya Kihesa ili watoto wasipate shida, wanatoka Ngaranga wanakuja kusoma Mbera karibia kilomita 5. Sasa tukakubaliana kwenye kamaka lazima sekondari ya Kihesa ianze kujengwa. Lakini mpango mwingine uliopo, tunaanza ujenzi wa sekondari ya Kambarage. Tayari eneo tumeshapata, eneo la magereza, na hiyo sekondari itajengwa. Kwa hiyo tutakuwa na sekondari 4 kwa kata ya Kambarage. Sekondari ya Mabatini ipo, sekondari ya Mbelela ipo, inakuja sekondari ya Kiesa na inakuja sekondari ya Kambarage. Sekondari oye! Bila kusahau chuo kikuu na chenyewe kipo kata ya Njombe mjini. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kata ya Njombe mjini katika mpango kazi wetu tulijipangia kuendesha makongamano mbalimbali ambayo atawajengea wananchi elimu na atajengea uwezo wa kufanya shughuli zao kwa ajili ya kujipatia kipato. Kama unavyofahamu, Njombe kuna uchumi mkubwa. Sasa sisi viongozi wa ngazi
Ilanga tulioko hapa katani kuhakikisha tunaendesha makongamano na semina zitakazowajengea wananchi uwezo waweze kujitengenezea kipato. Kwa leo hapa kuna vikundi 90 ambavyo vimeomba mikopo ya halmashauri kwamba ukikopa 100,000 unarudisha 100,000, hakuna riba. Kwa hiyo vikundi hivi tunaandaa kongamano kubwa kuja kuwajengea uwezo. Wakichukua ile mikopo, wanachukua, wanaweka, hakuna mtu kudaiwa. Makofi kwake. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mpango kazi wa mwisho ni kushiriki shughuli zote na kupokea maelekezo kutoka ngazi ya juu. Mfano, kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu. Mwaka jana tumeshiriki uchaguzi wa serikali za mitaa kwa amani na utulivu kabisa. Ulikuwa ni mpango kazi wetu wa kata ya Njombe mjini. Tukapata wenye viti wa mitaa, wenye viti oye! Hatukuwa na changamoto yoyote. Watu walipiga kura kuanzia saa 2 mpaka saa 12 na matokeo yakatangazwa. Matokeo oye! Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mpango kazi mwingine ambao tumeuandaa kwa mwaka mzima ilikuwa kuhakikisha shule zote kushirikiana na wazazi wanachanga vyakula vinapelekwa shuleni. Kamati za shule zinasimamia chakula, sio mzazi anatoa chakula hapo aende kufuatilia. Tukakubaliana na wazazi watakuwa wanatembea shuleni, wanauliza leo mmepika nini? Makande. Parachichi mmeweka? Ndio. Kamati inaondoka. Yamefanyika hajafanyika? Asante sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mpango kazi wa mwisho ambao tumeutekeleza ni kusimamia swala zima la kilimo. Mheshimiwa Mkurugenzi kupitia idara ya kilimo na mifugo alitupa fedha kama kata ya Njombe mjini kwa idara ya kilimo kuzalisha miche ambayo itagawiwa kwenye mashule yote, itagawiwa kwa watu ambao wanawajibika na TASAFU na watu wenye mazingira magumu. Ndio maana leo tulivyokuomba uje ushiriki nasi, uhusika kwa njia moja au nyingine kuhakikisha miche aliyotuwezesha mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe inagawiwa kwa amani na upendo. Na mimi naomba nikukuahidi tu kwamba leo unapoenda kugawa miche hii, kila mwananchi aliyeko hapa atapata angalau mche mmoja akapande nyumbani. Na huo ni ukweli. Hapa mjini, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hapa mjini hakuna mtu anaweza akapanda miche 10 au 5. Nyumba zimebanana mno. Kwa hiyo hapo mtu anapigwa mche huu mmoja tu, anaenda kupanda parachichi wewe. Mwisho kabisa, mwenyekiti mkuu wa wilaya, mpango kazi huu tunaukamilisha mwezi wa 7. Ndio tutafanya tathmini kuweza kuona kwamba tulipanda nini na tunavuna nini. Wakati huo sasa tunajiandaa tuna kuandaa mpango kazi wa kata wa 25 26. Mungu awabariki. Kamwene mako halmashauri ya mji Njombe, kwa niaba ya ofisi ya mkurugenzi halmashauri ya mji Njombe, tuko kwenye safari yetu ya matumaini ya kuhakikisha tunazalisha miche zaidi ya 100,000 kwa ajili ya kuwezesha kugawia vikundi vya wakulima wale ambao hawana uwezo wa kununua ile miche kwa bei ya soko ambayo ni kati ya shilingi 2,000 mpaka shilingi 5,000. Lakini pia tunao wenzetu zile kaya za walengwa, kaya ambazo hali ya kiuchumi yao iko chini ya kiwango cha $1 kwa siku. Na kwa maana hiyo, kutokana na agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu alilitoa mwaka 2022 alipokuja katika halmashauri ya mji wetu Njombe, aliagiza halmashauri zote zizalishe miche kwa ajili ya kuwagawia wananchi ili waweze kuendeleza kilimo cha zao la parachichi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ninaye furaha kusema mbele yako, halmashauri ya mji Njombe mpaka sasa tumeshazalisha miche 30,140 na miche hiyo tumeshaisambaza katika kata 7, na hadi leo tunapoongea tunayo miche 10,000 inazalishwa na AMCOS ya pale Kiaula kata ya Rugenge, ambayo nayo tunaamini tena utashiriki kikamilifu kwenda kuisambaza kwa wakulima. Lakini pia katika ofisi ya mkurugenzi kushirikiana na ofisi ya mtendaji wa kata Njombe mjini ni miongoni mwa zile kata 7 ambazo tuliziwezesha fedha
kupitia mapato yetu ya ndani. Kila kata ilipewa zaidi ya shilingi milioni 10 ili waweze kuzalisha miche, na katika kata ya Njombe mjini waliweza kuzalisha miche hiyo, na katika tukio la leo Mheshimiwa Mkuu tutaenda kugawa miche 3000 kwa vikundi vya mbalimbali, lakini wakiwemo kaya za walengo wa TASAFU, lakini pia zikiwemo taasisi zetu za shule za sekondari, shule za misingi, lakini na wale wananchi ambao pia kwa ajili ya kuendeleza ule mkakati wa kuhakikisha wanakuwa na uzalishaji wa miche. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika eneo ambalo tuko kipekee, naomba nitoe shukrani za kipekee kwa uongozi wa mtaa wa Sido Buguruni, mtaa wa Idundilanga, mtaa wa Kihesa, mtaa wa Mgendela, mtaa wa National Housing, katika mitaa iliyoko tarafa ya Njombe mjini, tukitoa kata ya Ramadhani. Mitaa hii imekuwa kinara katika kuendelezaji wa zao la parachichi. Mtaa wa Sido ambako tuko hapa, katika kaya 478 zilizoko, ni zaidi ya 95% ya kaya hizo, kila kaya ina mti mmoja au miwili ya parachichi. Kwa hiyo kwa kweli tuwapongeze sana wanamtaa wa Sido, na katika kata yetu ya Njombe mjini tunaweza kusema mtaa wa Sido wanaongoza, wanafuatia Kihesa, watakuja Buguruni, watakuja Mgendela. Kwa namna nyingine, tukisema habari ya kuchagiza uendelezaji wa zao la parachichi katika halmashauri Njombe, kilimo kile cha mjini kama walivyosema wenzangu, basi wenzetu hawa wamekuwa mbele sana. Kwa kweli mimi kama afisa kilimo na wataalamu wenzangu tunawapongezeni sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunafahamu zao la parachichi ni kweli linakabiliana na changamoto mbalimbali. Safari ya kilimo cha parachichi katika halmashauri ya mji Njombe ilianza miaka 2007, 2008, ambapo sekta binafsi wenzetu TechnoServe, USAID, lakini pia na Wizara ya Kilimo walichagiza kuhakikisha kwamba tunaanza kuzalisha miche hiyo. Na katika halmashauri ya mji Njombe mwitikio ulianza katika kata ya Ramadhani, na ndio maana katika halmashauri yetu kata inayoongoza kwa uzalishaji wa parachichi ni kata ya Ramadhani, na ikifuatiwa na mlipuko mkubwa wa kuwekeza katika parachichi ambao ulianza mwaka 2016, 17 na 18. Kata za Kifanya, kata ya Kobi na kata Ihanga, hawa wamekuja kupokea kwa mwitikio mkubwa sana, na hatimaye sasa wamekuwa ni miongoni mwa zile kata 5 bora zinazozalisha parachichi katika kata 13 katika halmashauri mji Njombe. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi idara ya kilimo, sisi tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi tuko tayari kuendelea kutumwa, kwa sababu ndio kazi yetu na wajibu wetu kutoa huduma za ugani kama ambavyo tunatakiwa kufanya, na tunaendelea kushirikiana na wenzetu viongozi wa kata, wa mitaa na vijiji kuhakikisha tunatekeleza hilo. Na katika mapato, kwenye mwaka huu wa fedha parachichi ilikuwa imekasimiwa kukusanya zaidi ya shilingi milioni 75, lakini mpaka ninavyoongea mapato yaliyokusanywa kutokana na ushuru wa mauzo ya parachichi ni zaidi ya shilingi milioni 132, kitu ambacho imeenda kudabo mara zaidi ya kile kilichokuwa tumekiweka. Samani ni 232 mapato ambayo tumekusanya. Kwa hiyo unaona kabisa jinsi gani zao hili linaenda kuchukua nafasi ya kwanza. Halmashauri yetu mazao makuu matano tunayolima, tunayo viazi inachukua nafasi ya kwanza, inakuja zao la mahindi, tunayo ngano, lakini pia tunayo chai kwa mazao ya biashara na parachichi. Katika haya mazao matano, kiazi kimekuwa ndio zao nambari 1, lakini tunakoelekea tunaenda kuona kabisa mpinduko wa ghafla ambapo parachichi zinaenda kuchukua nafasi ya kwanza katika kuingizia mapato katika halmashauri, lakini pia na kuingizia kipato kwa wananchi. Kwa sisi kipekee tunashukuru sana jitihada zako kwa kuunga mkono jitihada hizi, na sisi tunaamini tumepata mtu sahihi kwa wakati sahihi. Tuko tayari kabisa kutekeleza yale maagizo yote ambayo